Kwa kuna dharura sana sana, na ikiwa kuna madrasa yoyote ijiita ya kisunna haiwafundishi watoto ghashash, mwalimu ambaye wafundisha watoto hawaambii maneno, wafanyia ghish. Anayefanya ghushi kwa ngano na mtede, Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ghashana falaysa minna. Kefi yule anayefanya ghushi katika dini ya Allah, eti kwa sababu kuna watu fulani watakasirika ukizungumzwa ikawa hazungumzi. Na msisahau kundi potofu la kikhurafi as-sufia, na hawa wapewe nasibu yao kubwa, watu wafundishwe hawa ndio makhurafi, na hizi ndio itikadi zao kwa vitabu vyao, na hizi ndio kufriyat zilizoko katika vitabu vyao. Pia wachekeshwe, waelezewe zile karamat za kipuzipuzi zile pia ziwekwe, mpaka mtoto akitoka pale ajua hili kundi ni hivi, hili kundi ni hivi, hili kundi wai. La sivyo basi tuzungumzia yale aliyozungumza Umar radhiyallahu anhu arda, yushiku an tunqadha ura al-islami urwatan idha nashaa fi al-islami man la ya'rifu al-jahiliya. Itakuwa ndio hawa ambao wakulia katika Uislamu hawajui jahiliya nini, na hili jambo kabla ya kulitanabahi limekuwa ni sababu ya kuwatia hasara kubwa sana nchi za Kiarabu leo. Lau kama wangelitanabahi wakati ule isingefikia leo iliyofikia. Nchi ngapi leo za Kiislamu zimependuliwa na raia wao wenyewe, wakatumiwa kama ndio nyundo za kubonda na kuvunja nchi zao kwa sababu ya kutojielewa. Mazungumzo yangu yatakuwa yamelenga kuzungumza na wazazi pamoja na walimu umuhimu wa sisi kuwekeza katika upande wa ilmu ya dini ya Kiislamu, hasa upande wa watoto. Lakini kabla sijaingia katika maudhui moja kwa moja, ninapenda kuzungumza jambo ambalo huwa nilizungumza mara kwa mara sana. Sisi tunapotembea katika hii miji na kukutana na Waislamu wenzetu na tukazungumza nao, sisi sio mashekhe. Sisi sio mashekhe kabisa, sio kilugha wala kiistilahi. Ule wasifu wa shekhe ule sisi hatuko nao. Labda huenda wenzangu ni mashekhe, lakini mimi sio shekhe. Na mara kwa mara huwa ninakataa kuitwa kwa wasifu huo. Sisi ni wanafunzi, sisi ni walimu, hatuwezi kukataa sifa ya ualimu tuko nayo kwa sababu tunawasomesha watu. Na sifa ya wanafunzi bado tuko nayo kwa sababu tunaendelea kusoma, lakini sifa ya ushekhe hatuna. Au mimi binafsi sifa ya ushekhe sina. Na huwa sipendi kuitwa shekhe. Sipendi kuitwa shekhe. Napenda kuitwa kwa jina langu. Niite Ismaili basi inatosha. Ndugu yetu Ismaili kaja kututembelea, sio shekhe wetu. Mimi sio shekhe. Ushekhe upo, na ushekhe ni cheo. Ikifikia hatua ya sisi kuwa mashekhe itafikia tu, ila kwa sasa bado. Na hili jambo mimi ninapenda kulikemea na kulikataa, kwa sababu kuna watu waliitwa mashekhe na hali ya kuwa wao bado ni wanafunzi wadogo sana. Jina likawakaa katika mioyo zao, wakawa ni mashekhe kweli. Ikafikia hatua sasa hawasikii wala hawambiliki, wala hawawezi kusoma kwa mtu yoyote kwa sababu wao tayari ni mashekhe. Kwa hiyo akikaa kwenye kitabu, akikaa darasani akasoma kauli qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, qala Sheikhul Albani, basi na yeye anajiona yupo katika kundi la orodha ya hao majina.
Kwa nadhani hilo litakuwa limeeleweka. Kwa mzungumzaji aliyenikaribisha, Allah mlipe kila la khairi kwa dhana yake nzuri, na kwa wasikilizaji pia sisi tuendelee kuitana kwa majina yetu na kwa zile sifa ambazo tuko nazo. Tuachane na hilo. Hiyo ilikuwa ni jumla i'tiradiyya la mahalla laha min al-i'rab. Mimi kama nilivyozungumza kwamba maudhui yangu itakuwa ni kuzungumza na wazazi, walimu, wasimamizi, umuhimu wa sisi kuwekeza elimu ya dini ya Kiislamu upande wa watoto. Sasa mazungumzo yangu yatakuwa na sehemu 3. Sehemu ya kwanza itakuwa ni sababu ya kuchagua hii maudhui. Kwa nini tumechagua maudhui hii? Watoto ni katika neema kubwa sana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sisi wazazi. Tena ametupa kwa utashi wake yeye mwenyewe. Lillahi mulku samawati wal ardi, ni wa Allah ufalme wa mbingu na ardhi. Yakhluqu ma yasha, anaumba atakacho. Yahabu liman yasha'u inatha, anampa bila malipo amtakaye watoto wa kike. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, na anampa bila malipo amtakaye watoto wa kiume. Au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha, au anamchanganyia kwa kumpa watoto wa kike na wa kiume. Wayaj'alu man yasha'u aqima, na anamfanya amtakaye kuwa tasa au mgumba hazai. Atakunywa madawa, atakula mizizi, lakini hazai. Atakwenda kupima hospitalini, ataambiwa bwana wewe uko vizuri, mke wako yuko vizuri, lakini hakuna kuzaa. Kwa hiyo suala la kupewa mtoto ni matashi ya Allah subhanahu wa ta'ala, hayafungamani na dini wala kabila wala imani wala uchamungu wala sunna wala bid'a wala shirki wala tauhid. Allah mwenyewe tu ameshaamua kukupa, atakupa. Na ndio maana ukifuatilia kwa utulivu kabisa kwamba kwa nini fulani hapati mtoto, anakosa gani kamfanyia Allah, na kwa nini fulani azaa Jumamosi na Jumapili, huwezi kupata jibu. Amrun aradahu Allah fakana, ni jambo tu ambalo Allah amelitaka liwe, basi lishakuwa. Sasa watoto ndiyo kitulizo cha wazazi. Watoto ni pande la nyama la mzazi, na watoto wa leo ndiyo wazazi na wasimamizi wa kesho. Jamii yoyote isipowekeza upande wa watoto, jamii yoyote itakapoharibu watoto, basi hiyo ni jamii imeangamia. Na ndio maana hata waharibifu, makafiri pamoja na makundi yao yote ya uharibifu katika jamii, wanapotaka kuiharibu jamii fulani, basi huanzia kwa watoto. Itawekwa mikakati na mipango maalum kuanzia mtu anapokuwa ni mtoto, ile atakapoinukia basi ainukie katika ule mrengo ambao wao wanautaka. Na hata ukiangalia katika zile maqasidu sharia al-islamiyya, katika zile daruriyatul khams, utakuta kuna hifdhun nasli, kuhifadhi kizazi lazima kiwepo. Ndio maana ikahalalishwa ndoa na ikaharamishwa nini, zina. Watoto lazima wawepo, na sheria ikaweka utaratibu maalumu
wa kumlea mtoto, ikampa majukumu baba na mama kumwangalia huyu mtoto, na huyu mtoto naye pia akawekewa sheria maalum za kuangalia wazazi wake. Huu ndo mfumo sahihi wa Uislamu katika upande wa jamii. Kwa hiyo tusipoangalia watoto wetu leo hii, basi watakuja kutulaumu sana sisi baadaye. Na hata sisi tulivyo hivi, yani wewe ukiangalia hapo ulipo, kwa hivyo ulivyo, utakuta kuna juhudi ya usimamizi ilipatikana kwako ndio ukawa hivyo. Ime ni juhudi ya mwalimu, au ni juhudi ya mzazi, au ni juhudi ya mlezi. Na wale ambao tunawaona hivi sasa ni walevi, wazinzi, wacheza kamari, waimba muziki, vile walivyo vile, utakuta ya kwamba kuwa vile mzazi ana sababu, ana mchango, sawa, mlezi wake ana mchango, au mwalimu wake ana mchango. Yani kwa maana hakuna mtu anakuwa ni mtu mzima alafu kile ambacho anacho katika utu uzima wake amekitengeneza yeye mwenyewe bila kutengenezewa na mtu. Hakuna. Akiwa na matusi, basi utakuta kwamba aliarithi hayo matusi kutoka kwa baba yake au mama yake au mwalimu wake au jamii iliyomzunguka. Kwa hiyo suala la kuangalia watoto, suala la kuangalia jamii ya watoto wadogo ni jambo ambalo tunatakiwa tulizungumze mara kwa mara sana, ili tuweze kufikia natija tunayoitarajia. Baada ya kuzungumza hilo, nukta ya pili, nitasoma maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo ameyasimulia الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه, na maneno hayo yamenukuliwa au yamepokelewa kwa sanad na al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim. Hadithi ni muttafaqun alayhi. Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ma min mauludin illa yuladu ala alfitra, hakuna chenye kuzaliwa, hakuna chochote chenye kuzaliwa, au hakuna mtoto yoyote anayezaliwa isipokuwa huzaliwa katika fitra. Katika baadhi ya riwaya imekuja ala almilla, huzaliwa kwenye milla, kuna mila tukufu ya Uislamu. Fa abawahu, basi wazazi wake wawili, kwa maana baba na mama, au wale wasimamizi wake, yuhawidanihi, ndio humfanya yeye kuwa ni Yahudi, au yunasiranihi, au humfanya yeye kuwa ni Mnasara, au yumajisanihi, au humfanya yeye kuwa ni Mmajusi. Mpaka hapa hadithi inaendelea. Nitamalizia kipande kilichobakia. Mpaka hapa kwa maneno haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kila chenye kuzaliwa kinazaliwa katika nini? Fitra, katika milla. Halafu wazazi wawili sasa. Hapa wazazi wawili wametajwa, lakini anaingia kila msimamizi. Ataingia mwalimu, ataingia mlezi, sawa, ambao wanamsimamia mtoto. Hawa wanamsimamia mtoto hawa ndio watambadilisha huyu mtoto, kumtoa katika ile fitra na ile mila ya Uislamu na kumfanya kuwa ni Yahudi au ni Mnasara au ni Mmajusi. Anemharibu mtoto nani? Mpaka hapa mzazi.
Anayemharibu mtoto ni nani? Ni mzazi. Kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anemtengeneza mtoto ni nani? Ni mzazi. Kwa hiyo wale watoto wote walevi, wale mabodaboda wale, si ndio? Wanaosumbua watu barabarani makelele, kwani wale hawajazaliwa? Si wana wazazi wao? Kile wanachokifanya kile wamefundishwa na wazazi wao, kwa sababu mtoto kwa mzazi hakui. Na ndio maana wewe hapo ulipo na ukubwa uliokuwa nao, pamoja na kwamba wewe umezaa na una watoto na una mke, lakini kama baba yako yuko hai anaweza kanyanyua simu toka kwamba hivi kesho asubuhi njoo nyumbani, afa akakata simu. Wewe si baba pia, afu babako amekupigia simu kesho asubuhi ni kuone hapa nyumbani, afa akakata zake simu. Si lazima umpigie baada ya hapo, mzee kuna nini? Nimekwambia hivi kesho asubuhi njoo nyumbani, sitaki maelezo marefu. Utaenda ama hutoenda? Unajua sasa mimi kazini natakiwa niingie, mheshimiwa na kikao na mimi. Nimekwambia hivi, kama huyo mheshimiwa ndo baba yako, nenda. Kama mimi ndo baba yako, nataka asubuhi mapema kabisa hapa, kabla hujaenda kazini, mguu ufike hapa. Si amri ya mzee hiyo? Utakao utajifikiria, utakwenda huko umenuna, lakini utaenda. Hii ni kuonyesha kwamba mzazi ana nafasi kubwa sana kwa mtoto wake. Mmoja mtoto awe ni mdogo, mmoja mtoto awe ni mkubwa. Muda wa kuwa yeye ndo baba yake au yeye ndo mama yake, basi nafasi yake huwa haiwezi kuchukuliwa na mtu aina yoyote. Na ndio maana leo hii sikuna vijana wanakwenda kuchumbia mahala, mama anakuambia hivi, kama mimi ndo mama yako, yule mwanamke huoi, basi nenda kaoe. Kama kweli wewe unajiamini, nenda kaoe. Utaenda kuoa wewe? Kila wakati utakwenda sasa, mama situzungumze tu yaishe, simtaki, lakini wala hamuoi yeye wala hakai na yeye. Lakini hii ni kuonyesha kwamba mzazi akihitajia jambo kwa mtoto wake, hakuna mtu anaweza kumuingilia. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuthibitishia kwamba anayemfanya mtoto kuwa ni Myahudi na kuwa ni Mnasara na kuwa ni Mmajusi ni mzazi. Akatolea mfano, naendelea kusoma hadithi, akatolea mfano wa kwamba namna mtoto anapoharibiwa na mzazi wake. Akasema kama thalil bahimati, ni kama vile mfano wa mnyama, tuntaju bahimatan jamaa, aliyezaa mnyama aliyekamilika viungo. Ni kama vile mfano wa mnyama aliyezaa mnyama aliyekamilika viungo. Hal tajiduna fiha min jadaa, akauliza swali, je, huwa mnapata kwa huyo mnyama kasoro za kukatwa viungo? Wewe mbuzi au kondoo au ng'ombe amezaa, ukienda kumwangalia yule mtoto aliyezaliwa pale na ng'ombe au mbuzi au kondoo, utamkuta ametobolewa sikio au ametobolewa pua au kukatwa mkia au amechorwa katika ngozi yake. Utamkuta yuko vizuri kabisa, anapendeza. Sasa wewe nenda baada ya miezi 6 rudi tena kamwangalia yule mbuzi, utamkuta katobolewa sikio, katobolewa pua, ameshavishwa baadhi ya vitu, ameshakatwa mkia, ameshachora katika ngozi yake. Anayefanya zile kazi zile ni nani? Yule mfugaji. Ina maana yule mbuzi yule au kondoo au ng'ombe kama ataachwa vile vile, basi atakuwa yuko vile vile, wala hatobadilika. Na ndio hivyo hivyo wanasema ahlul ilmi kwamba huyu mwanadamu namna Allah alivyomuumba, sawa, lau kama hatoingiziwa fikra za aina yoyote, basi hawezi kumwasi Mola wake,
atakuwa vile vile akimwabudu Mola wake, sababu Allah kamuumba mwanadamu kwenye kumtii yeye. Lau kama shaitani hato ingiza fikra zake na watu wabaya kuingiza fikra zake. Al-Imam Ibn al-Athir rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake An-Nihaya fi Gharib al-Hadith wal-Athar, alipokuwa kitafsiri na kusherehesha hili neno hal tuhissuna au hal tajiduna fiha min jad'a. Al-jad'a katika lugha ya Kiarabu ni kule kukatwa viungo au kuharibiwa viungo. Sasa alikuwa ni tafsiri hili neno katika hii hadithi, akasema al-jad'a ay maqtu'at al-atraf, maksudio yake na maana yake ni kukatwa viungo vyote au wahidaha, au kukatwa kiungo kimoja katika vile viungo. Wa maana al-hadith, na maana ya hadithi hii, anna al-mawluda, hakika mtoto anayezaliwa, yuladu ala naw'in min al-jibilla, huzaliwa kwenye namna ya umbile la asili. Wa hiya fitratullahi ta'ala, na hiyo ndio fitra ya Allah ta'ala. Wa kaunuhu, na kuwa kwake yule mtoto yule, mutahayyian liqabuli alhaqqi tab'an wa taw'an, ameshaandaliwa kuikubali haki kimaumbile na kiutifu. Moja kwa moja yule mtoto, namna Allah alivyomuumba kumtoa katika tumbo la mama yake, ameshamuandaa yule mtoto kwenye kuikubali haki na kuwa mtiifu kwa Mola wake. Lau khallatuhu shayatinul insi wal jinni, lau ataipukana na yeye mashetani wa kijini na mashetani wa kibinadamu. Yani mashetani wa kijini na mashetani wa kibinadamu wakimwachia yule mtoto bila kumuingilia na kumuingizia mambo ya kishaitani, basi yule mtoto atakuwa ni mtiifu moja kwa moja kwa Mola wake. Fadaraba lidhalika aljamaa waljad'aa mathalan, akapigia kwa hilo mfano wa mnyama aliyekamilika viungo na mnyama aliyekatwa viungo. Yani anakusudia mtume anna albahimata, hakika mnyama, tuladu mujtami'at alkhalqi, huzaliwa akiwa amekamilika viungo, sawiyat alatraf, viungo vyake viko sawa sawa, salimatan min aljad'i, amesalimika na kukatwa viungo. Laula ta'abbudu an-nasi ilaiha labaqiyat kama wulidat salima, lau si watu kujitokeza kwa yule mnyama na kuanza kumchora na kumharibu, kama watu hawatofanya hivyo, yule mnyama atabakia yuko salama kama ambavyo alivyozaliwa. Umeelewa haya maneno? Sasa sisi watoto wetu, kila mtu hapa na mtoto, kwa wale ambao Allah amewajalia kuwa na watoto, vile mtoto wako alivyo ndivyo wewe ulivyomwandaa. Sawa? Usije kutulalamikia sisi kwamba mtoto wangu hasikii. Ukisema mtoto wangu hasikii, wewe ndio husikii. Sio mtoto wako hasikii. Mtoto wangu jeuri, wewe ndio jeuri. Yani vile alivyo mtoto wako ndivyo wewe ulivyomwandaa. Kwa sababu mtoto ni kama vile tela la gari. Wewe ushakuona tela la gari linakwenda kushoto na kile kisho kinakwenda kulia. Ikitokea basi ni ajali hiyo tayari. Watu washakufa, watu washakatika viungo na tayari gari lishaharibika. Lakini asili ya tela la gari hufuata nini? Kile kichwa. Na hivyo mtoto huwafuata wazazi wake. Na ndio maana utaona ile hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia suala la ndoa, pande zote mbili utakuta swala la dini Mtume kalisisitiza kwamba wewe mwanaume unapotafuta mwanamke wa kwenda kuoa, kwa kuwa pale ndio mahala pa kuitengeneza familia, fadhfar bidhati din. Sawa? Mtafute mwenye dini. Mtafute mwenye dini.
Na huyu mwanamke pia naye akaambiwa idha atakum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, atakapokuijieni yule ambaye mnamridhia dini. Kwa utakuta upande wa mwanamke kaambiwa mpokee mwanaume mwenye nini? Mwenye dini. Na upande pia wa mwanaume anaambiwa mtafute mwanamke mwenye nini? Mwenye dini. Kwa nini mtume sehemu zote hizi mbili kipengele cha dini amekiweka? Na akisisitiza kwamba watu wazingatie hii dini, ni kutokana na hawa watu wawili hawa ndio wanaotengeneza msingi wa mtoto ambaye baada ya miaka 20 ijayo na yeye pia atakuwa ni baba au atakuwa ni mama katika familia yake. Na ndio maana kama wewe umeshaoa, huwa kuna kauli moja tunazungumza, kila mtu ambaye hivi sasa tunapozungumza hapa ana mke, ukimuuliza kwa nini unakaa na mke wako, hatakutajia sababu zile zilizomfanya aoe. Hata mmoja hakuna atakayekwambia. Wewe ulipokwenda kuoa kuna vipaumbele vyako ulikuwa navyo, weupe, weusi, unene, wembamba, ufupi, ndio ulikuwa unahangaika nacho hivyo. Baada ya kuoa wanasema wataalamu huwa ni miezi 3 tu basi. Tena hiyo ndio muda mrefu, yani ndani ya miezi 2-3 yule unamuona wa kawaida kabisa, kwa sababu ule ufupi ule hawezi kuwa mrefu tena, na ule urefu hawezi kuwa tena nini? Mfupi. Itabakia kutukunona, kunenepa na kukonda basi. Sasa kitu ambacho umekipenda, ili uendelee kukipenda lazima kiwe kinahuisha ule upendo. Sasa wewe ulimpenda mwanamke mweupe, ule weupe utazidi. Sio uko vile vile tu. Kwa hiyo uliupenda ule weupe siku ya kwanza, weupe uko pale pale. Siku ya pili uko pale pale. Siku ya tatu uko pale pale. Sasa kawaida tu. Alafu kishamweka ndani sasa unakutana kuna vyombo vingine huko nje ni vizuri kushinda huyo. Mshanaelewa? Kwa baada tu ya miezi 2, miezi 3, wewe unamwona yule ni mtu wa kawaida kabisa. Halafu sasa kitakachokufanya wewe uendelee kuishi naye ni kitu kingine. Ni kitu gani? Kila mtu ana kitu chake. Sio kile. Kila mtu ana kitu chake. Kuna mtu hapo kimuuliza, "Kwa nini bana unakaa na yule mwanamke?" Anakuambia, "Bana yule mwanamke anamlea mama yangu." Basi. Ndio nimhudumia mama yangu. Lakini kama si hivyo, kwa shamwacha zamani sana. Kuna mwingine ukimuuliza, "Kwa nini unakaa na huyo mke wako?" Ndio shazaa naye, sasa nitafanyaje? Mwanamke azaa kama nini? Yaani anazaa hapumziki, hana operation yeye wala hana maradhi, akibeba kabeba, akishusha kashusha. Hawezi kukutajia bwana, wale mwanamke mweupe yule, mwanamke yule mnene yule, ana umbile zuri. Hayo yashakwisha. Sasa ndugu zangu, kitakachokufanya wewe uendelee kuishi na yule mwanamke kwa muda mrefu ni ile dini yake, tuna tabia yake. Ndio ile kauli ya Waswahili unakuambia uzuri wa mwanamke si sura, uzuri wa mwanamke ni tabia. Barobaro hii kauli haielewi. Barobaro hata umshereshe vipi haielewi. Kwamba uzuri wa mwanamke ni tabia, sio sura, haielewi. Ila wale ambao wameshaoa ukiwaambia hile wanakuelewa vizuri sana, kwamba uzuri wa mwanamke si sura, ni tabia tu. Kuna watu wameacha wake zao wazuri sana, wazuri kweli kweli, lakini wamewacha. Tena hataki hata kumuona wala kumsikia. Kutokana na nini? Tabia. Sasa haya maneno Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanatupatia maelekezo ya kwamba sisi wazazi ndio waharibifu wa watoto, na sisi wazazi ndio
watengenezaji wa watoto. Sasa ni wewe sasa hapo ulipo, wewe ni mharibifu au ni mtengenezaji? Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya pili ya mazungumzo yangu, kwamba nimeyafungua na haya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa tunakusudia kuelezea umuhimu wa sisi kuwekeza upande wa watoto, hasa katika elimu ya dini. Jambo la tatu, na ndio jambo la mwisho la mhadhara wangu huu, ambalo litaambatana na maswali. Haya maswali haya nitayauliza, sitaki unijibu hapa, lakini yachukue haya maswali, nenda kakae na mke wako. Nenda kakae na mke wako, mkae muulizane. Wewe muulize mke wako na mke wako akuulize wewe. Na kwa kuwa hapa nimesikia kuna wanawake wapo, si ndio? Basi na wenyewe pia wakauliza waume zao. Haya maswali matatu haya nitayauliza kuna hichi kipengele changu cha mwisho. Haya maswali haya sijaanza kuyauliza hapa, nimeshayauliza sehemu nyingi sana, lakini sijaanza kuyauliza sehemu nyingi tofauti tofauti, bali hata nikikaa na mtu tu nisa nikamuuliza hili swali alafu akashindwa kujibu. Si maswali mepesi, unaweza vile maswali mepesi, lakini hata nikikuuliza wewe hivi sasa hapa unaweza ukangasha rubu tu, umekaa tunatulia hivi usipate jawabu. Kabla sijauliza haya maswali, na kwenye hichi kipengele cha tatu, sisi wazazi, walezi, wasimamizi wa familia, lazima tuwe na mikakati maalum kwa watoto wetu. Sio khiari, yaani sio khiari kabisa. Narudia tena, sisi wazazi, walezi, wasimamizi na walimu wa watoto lazima tuwe na mikakati maalumu na mipango ya muda mrefu kuhusu watoto wetu, katika sehemu ambayo tuna haki ya kujidai ni watoto wetu. Hivi mtoto wako nani anakuingilia? Yaani nani ana uwezo, nani ana mamlaka ya kukuingilia wewe kwa mtoto wako? Serikali? Au serikali haina mamlaka. Serikali haina mamlaka. Dunia nzima hakuna mtu ana mamlaka juu ya mtoto wako, labda wewe ndo umpe hiyo nafasi, lakini hakuna mtu mwenye mamlaka. Au yupo? Si kuna watu ikifikia hatua ya kuozesha mabinti zao wanaamua kuwakomesha watu. Mimi siozeshi. Basi siozeshi. Utafanya nini? Simetaka kumbembeleza. Sasa unajua mimi siozeshi. Sasa mimi siozeshi. Sasa kama kuna mtu anajua huyu ni mtoto wake, aende kamuozeshe. Kuna zile familia zimetokea magomvi, si ndio? Mama kaondoka na watoto kaenda zake huko akawalea huko. Sasa mtoto kishapata mchumba, atarudi kwa nani? Kwa babu au kwa mjomba? Atarudi kwa baba. Wana magomvi yao hiyo ya ndani ya ndoa huko, lakini lazima atarudi kwa baba tu. Na yeye sasa baba akisharejeshewa mpia anasema sasa nataka niwaonyeshe kama mimi ni baba. Hiyo ndoa sifungishi. Ili nifungishe huyo mtoto atoke huko aje hapa kwangu, watasema we warama si na nini. Nimesema hivi, lazima ndoa ifungiwe kwangu. Mtaenda ama hamtaenda? Tenda. Hii ndio baba. Kwa hiyo jamaa, sisi tuna mamlaka makubwa ambayo tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya watoto wetu. Tuna uhuru wa kuwapangia watoto wetu. Na ndio maana wewe siku ukiamua kwa mtoto wako leo hakuna kutoka, hawezi kutoka, taenda wapi? Na yeye ndio baba yake. Sasa hii nafasi hii
ambayo tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa watoto wetu tuitumie vizuri. Lazima tuwe na mikakati maalumu katika kuwakuza na kuwalea watoto wetu, na tuwe na mipango ya muda mrefu. Yani wewe ukizaa mtoto leo hii ana mwaka mmoja, tayari uwe na mkakati wake kwamba huyu atakuwa ni mtu wa aina fulani, ninamwandaa kuwa ni mtu wa aina fulani. Kuna watu wana watoto 5, wana watoto 6, wana watoto 7. Ukikaa naye ukamuuliza, hivi hawa watoto wako wewe una mpango gani nao? Hana lolote. Yeye watoto wamekula, wamelala basi. Yeye anachojua yeye kulea ni mtoto kula na kulala na kuvaa. Ndio maana katika vitabu hivi ukivisoma kuna kulea na kuna kumwangalia mtoto. Ni vitu vile tofauti. Kila ambaye anaelea lazima muangalie nini? Mtoto. Lakini si kila ambaye anayemwangalia mtoto anamlea. Sasa sisi tusipokuwa makini na kuweka mipango na mikakati ya muda mrefu kwa watoto wetu, kuna watu wana mikakati na wana mipango kwa hawa watoto wetu. Au nyinyi hamlijui hilo? Kuna watu wana mipango na wana mikakati kwa hawa watoto wetu. Wapo watu wa sampuli hiyo. Na kila uchao wanaweka mipango na kuiboresha kisasa zaidi, kuhakikisha ya kwamba wanafikia malengo kwa watoto wetu sisi. Serikali ina watoto. Kwa serikali imezaa? Haijazaa. Mipango yao wakiipanga wanawategemea kina nani? Si watoto wetu. Wakikaa kuna ile dira ya miaka 50 ile, si ndio? Ile dira ni kwa ajili ya kina nani? Si kwa ajili ya watoto wetu sisi. Wewe miaka 50 utakuwepo wewe. Miaka 50 wewe ukiwepo hujui anaingia wala hujui anayetoka. Ni dude tu limekaa hapo ndani. Halina faida yoyote. Kwa ile ni mipango inawekwa na serikali juu ya watoto wetu. Lakini kuna mipango ya dunia. Kuna miji kafiri imekaa huko Ulaya, huko Marekani, wapi sijui nani hii, huko Urusi wapi, inaangalia watoto wa dunia nzima kwamba sisi tunataka baada ya miaka 30 hawa watoto wote hawa wawe mashoga. Kwa hiyo mashogoto wa mashoga. Tunafanyaje sasa? Tunaanza hatua hii, tunakwenda hatua hii, dunia hiyo ni mpango wa kidunia. Hivi kuna watu mafedhuli katika hii dunia kama vile wasanii, washenzi wasiokuwa na adabu kama vile wasanii. Wapo ama kuna watu wa sampuli hiyo? Hivi nataka mniambie ni watu gani hivi sasa wanaonekana ndio waheshimiwa kuliko wasanii? Yaani unaweza kufungua katika mitandao hii ukasikia kuna msanii kapelekwa shuleni. Msanii amekwenda kutembelea nini? Shule. Ambaye hiyo shule kuna mtoto wako pale anasoma. Kakaribishwa na mwalimu mkuu. Yule msanii katoboa nini? Sikio, kavaa hereni. Na nywele kasuka. Yule anaonekana ni kioo cha jamii. Sasa kwani unadhania ushoga ni kuingiliwa nani hii kinyume na maumbile tu ndio ushoga? Ushoga ni matendo ya kike. Sasa kusuka ni matendo ya kiume. Kuvaa hereni ni matendo ya kiume. Au kuvaa cheni ni matendo ya kiume. Sasa leo hii jamii imeshatengenezewa mazingira ya kwamba kioo cha jamii ni wao wavaa hereni, wanaosuka nywele zao na kutoboa mapua na kukatika mbele ya wanaume wenzao. Na wakifanikiwa, mzazi akizungumza yale mafanikio anamwambia mtoto wangu ana kipaji. Mtoto wako ana kipaji, katoboa sikio, kipaji. Anavaa hereni, kipaji. Mtoto wa kiume anasuka,
na anaelezea mimi nimemnigia mamangu nyumba, nimemnunulia mamangu gari, sawa, nimepeleka madaftari shuleni na walimu wanapokea na anapewa nafasi ya kuzungumza na wanafunzi. Hivi unavyodhania wale wanafunzi hawaathiriki na yule mtu? Angalia ile athari ya muziki, sawa. Muziki yote inahamasisha pombe, kamari, zina. Hakuna muziki unaamrisha watu kuswali wala kutoa zaka wala kuhiji. Muziki yote ni munkari mtupu. Tamthilia zote tamthilia zinazotengenezwa na mafilamu ni mapenzi, kutokuheshimu wazazi, sawa, kuwatukana wazazi, kutokuheshimu wakubwa, na ndio waliojaa katika majumba ya Waislamu. Sasa niambie, mtoto kama hule pale ana miaka 7-8, anashawafahamu wana muziki wote wa Tanzania na wa Ulaya. Hivi yule mtoto akishafisha miaka 25 au miaka 30 atakuwa na hali gani? Atakuwa na hali itakuwa ni mbaya sana. Ikiwa hawa wazazi hawakulelewa katika malezi hayo na wenyewe wanawalea watoto wao katika malezi haya, hawa watoto hawa kwa hii dunia tunayokwenda nayo hivi sasa, hii dunia hii ya teknolojia, hivi mnafikiria kwamba hawa watoto wetu hawa huko mbele watakuwa na hali gani? Hali ni mbaya sana. Sasa huu ni mkakati wa kiulimwengu, kwa sababu wasanii wote wapo chini ya Baraza la Sanaa. Baraza la Sanaa limeundwa na nini? Sina serikali. Na sikuna waziri wa sanaa na nini na michezo na mambo ya kiutamaduni. Hivi Mtanzania kizungumza utamaduni unajua nini? Si ushirikina. Utamaduni ni ushirikina. Au Tanzania tuna utamaduni wa tauhid? Sisi wa Tanzania tuna utamaduni wa tauhidi? Hatuna utamaduni wa tauhid. Kwa hiyo Wizara ya Sanaa, michezo, si na utamaduni, si na nini, ni kulinda ushirikina. Sasa tuachane kwamba haya ni mambo ya kiserikali. Sawa? Sisi hayatuhusu. Nachotaka kuambia ya kwamba kama sisi tusipokuwa na mipango na mikakati kuhusu watoto wetu, tujue ya kwamba dunia ina mipango na ina mikakati kuhusu watoto wetu. Ndio leo unakuja kusikia mtoto wako wa kike yuko zake chuoni huko, anakupigia simu, baba, ndaka nimlete rafiki yangu ajitambulishe kwako afuwe salafi. Utafanyaje? Utaivunja simu pale au utafanya kitu gani? Ni wazazi wangapi leo hii wanaletewa wachumba na watoto zao wa kike? Yaani mtoto wa kike ndo anakuletea wewe taarifa, mimi nishapata mwenzangu. Kwa hiyo namtuma aje nyumbani alete nini? Taarifa. So alete ombi la posa, analeta taarifa. Hiyo posa ukikubali ndio itafungwa, ukiikataa ndio itafungwa. Hizi hali zipo katika baadhi ya nini? Ya familia. Kwa hiyo nawasisitiza wazazi, lazima tuwe na mikakati maalumu ya muda mrefu kuhusu watoto wetu. Na hapa wanaingia walimu wa madrasa. Sawa? Lazima tu tuna mikakati na hizi madrasa zetu tuziboreshe, tuziangalie, tuziwekee mipango, tuziwekee bajeti, tuziwekee mazingira mazuri. Na ni mambo ambayo yako ndani ya mamlaka yetu. Kujikutilia nguvu hili nitayasoma maneno ya al-Imam Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ana kitabu amekiandika kinaitwa Diwanul Mubtada'i wal Khabar, maarufu kwa jina la
muqaddimatu Ibn Khaldun katika juzuu ya pili ukurasa wa 353 ameweka anwani inayosema الفصل الأربعون في تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه. فصل 40 katika kuwafundisha watoto na tofauti ya madhehebu ya miji ya Kiislamu kwenye njia za kuwafundisha watoto. Akasema hivi, haya maneno tuyasikilize kwa makini sana. Ibn Khaldun anasema i'lam, jua أن تعليم الولدان للقرآن حقيقة kuwasomesha watoto Qur'ani shi'arun min sha'airi ad-din, ni alama, ni nembo katika nembo za dini. Akhadha bihi ahlul milla, wamefanyia kazi alama hii au nembo hii, au wameichukua alama hii au nembo hii watu wa milla. Milla gani? Ya Uislamu. Kwamba mtoto kumsomesha Qur'ani kwanza kabla ya kila kitu ni alama ya dini. Wadaraju alayhi fi jami'i amsarihim,